Katika teknolojia ya mawasiliano, ili chombo chako kipate mawasiliano, ni lazima kuwa na connection au muunganiko kati wa kimawimbi au frequency kati ya chombo chako cha mawasiliano na mnara ulio karibu na wewe au chanzo kingine cha mawasiliano kama ni satellite au kitu cha namna hiyo. Na ndio maana wale maengineer wanaitwa radio frequency engineers au wale telecom engineers, wakati mwingine huwa wanatembea hata mtaani na magari, wanafanya kitu kinaitwa drive test. Wanapima kuona, je, mawimbi tunayoyatuma kwa watu wetu yanawafikia kiasi cha kutosha, kama kuna malalamiko sehemu fulani kuna shida ya mawasiliano. Hata sisi kwenye mambo ya Mungu, kitabu cha Ufunuo 14, Ufunuo 6 na 7 kinatukumbusha kufanya alignment ya mawasiliano yetu na Mungu, ili tujue tunayemwabudu na tumng'ang'anie tunayemwabudu, ili tuendelee kupata faida ya kupata zile data za kimungu kwenye maisha yetu kila siku. Hii itakuletea kitu tunakiita kesho bora ya ibada yako. Kesho bora ya ibada yako. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa baraka ya ufunuo. Asante kwa baraka ya ujumbe wa malaika hawa watatu. Huyu wa kwanza leo unakwenda kutufunulia namna ya kulinda na kuhifadhi ibada yetu, ili kesho yetu ya kiibada ikawe njema. Asante kwa kuwa unaenda kutusaidia kuunganisha mawimbi yetu ya kifahamu, mawimbi yetu ya kiroho, tukaelewe na kuishi sana mapenzi yako, katika jina la Yesu, amen. Kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Malaika anaruka kutoka juu mbinguni, mwenye ujumbe wa milele, mwenye injili ya milele. Kwanza inabidi tofautishe kati ya injili na injili ya milele. Injili ni habari njema, good news, au nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Kwa ukiunganisha, ni habari njema ambayo ndani yake kuna nguvu ya Mungu, ambaye kwa yeyote atakayoiamini habari njema anakuwa populated, anajazwa nguvu za Mungu zilizomo ndani ya habari hii njema ya injili. Sasa kwa nini iwepo injili na injili ya milele? Injili ya milele na injili ni kitu kimoja, lakini hii inaitwa milele kwa sababu ni injili ya mwisho ya kufungia historia ya ulimwengu, na baada ya hapo watu wanachukuliwa wanakwenda kukaa na Mungu milele. Kwa hii kwa lugha nyingine tunaita ni ukweli wa sasa, ni habari ya Mungu ya matumaini, ya kuwakumbusha watu kumwabudu Mungu kama ambavyo yeye anataka, na si kama ambavyo watu wanafikiri. Sasa nikwambie kitu hapa. Habari ya huyu malaika ni nani kwanza? Malaika ni neno angelos, ambaye maana yake ni a messenger, ni mjumbe. Huyu mjumbe unaweza kuwa ni wewe ukitumiwa na Mungu kupeleka ujumbe kwa wakazi wa dunia, kila lugha, kabila na jamaa, au mimi ninavyotumika hapa. Lakini sasa nataka niseme nini? Huu ujumbe huu kwa nini una uzito na una uhusiano gani na vyombo vya mawasiliano? Hii ni signal kutoka mbinguni ya mwisho ya wakazi wa dunia wa siku za mwisho. Kwa nini waambiwe ibada? Ni kwa sababu shetani ametengeneza makundi ya watu wanaabudu vitu vya ajabu ambavyo havieleweki, vitu visivyoweza kuingia kwenye akili na fahamu za wanadamu.
wamechanganyikiwa. Kuna kitu nakita, tuangalie somo linalofuata kesho, nakita a worship confusion, vugu ya kiibada. Ujumbe wa mwisho, injili ya milele kwa wakazi wa dunia, inawakumbusha kuto complicate masuala ya ibada na kurudi kwenye mifumo ya kiibada ambayo Mungu ameiweka. Lakini kuna habari pia muhimu anasema ujumbe unasema fear God and give glory to him. Mcheni Mungu na kumtukuza. Kufia maana yake ni kuogopa. Sasa nitamchaje Mungu kama namuogopa? Na nasema hatukupewa roho ya hofu, bali roho ya nguvu na kiasi. Lakini pia hiki kitabu cha Ufunuo kinasema bali waoga na waabudu sanamu na wachawi na wazinzi sehemu yao ni katika ziwa la moto. Kwa nini hii habari njema ihusishe masuala ya kufia? Neno lilotumika hapa kufia God au kumcha Mungu, maana yake ni nini? Kwa lugha rahisi nyepesi ambayo hata mtoto mdogo anaweza kaelewa, kumcha Mungu ni kumpenda sana Mungu kiasi kwamba unaogopa hata kumkosea huyo Mungu. Yaani uko tayari kufanya lolote kwenye maisha yako, lakini si kumkosea Mungu. Tunasema huyu mtu anamcha Mungu. Lakini ikitokea umemkosea huyu Mungu, basi unakuwa ni mwepesi sana kurudi na kurekebisha makosa hayo. Sasa huu ndio ujumbe wa watu wa Mungu wa siku za mwisho. Huu ndio ujumbe ambao utaishikilia kesho ya ibada yako. Lakini bado kuna vitu vimetamkwa hapa. Malaika anamtafsiri Mungu anayepaswa kuabudiwa na sifa na zile content zilizomo kwenye sifa ya Mungu huyu anayetakiwa kuabudiwa. Anasema hivi, msujudieni yeye aliyeifanya nchi, bahari na vitu vilivyomo. Ukijumlisha yote hii kwa lugha moja, anasema muabudu Mungu muumbaji. Sifa pekee ya watu wa Mungu wanaoabudu ibada safi ya kweli ya siku ya mwisho, sio dini inaoabudu, watu wa Mungu wa kweli wanamwabudu Mungu kama muumbaji wao. Maana shetani anaweza kaigiza vyote, lakini hawezi kuigiza kuumba. Hata neno wokovu, ile redemption, Yesu alipokuja kutuokoa msalabani, sio kitu kipya, ni ile uumbaji. Tunafanyika upya kupitia badiliko la damu ya Yesu kuingia ndani yetu na Roho Mtakatifu kutusaidia. Ni process ile. Kwa sifa ya Mungu ambayo tunapaswa kutembea nayo katika siku hizi za mwisho ni sifa ya Mungu muumbaji. Katika masuala ya ibada katika siku za mwisho, wanadamu wamebuni mavumbuzi mengi ya kiibada. Wako watu wanamwabudu Mungu kupitia mifumo ambayo wameitengeneza wao. Hii inatukumbusha katika ile amri ya 4 ya ibada, amri ya Sabato, Kutoka 20 mstari wa 12 mstari wa 8 na mpaka 12 nafikiri. Anasema ikumbuke siku ya Sabato, itakase, siku sitafanya kazi, ufanye mambo yako yote, siku hiyo usifanye kazi, wewe pamoja na wajakazi wako na watu nyumbani kwako. Anasema pale, anatoa safaru, kwa kuwa Bwana Mungu wako kwa siku 6 alifanya mambo yake yote, akaumba vitu vyote. Kwa vile vitu viandikwa pale ndio hivyo ambavyo vimekumbushwa na huyu malaika. Kwa utagundua hata mifumo ya ibada ya kufanya kazi siku 6 na kukumbuka Mungu siku ya Sabato ni sehemu ya package ya ibada ya watu wa siku za mwisho. Unapata siku nzima ya kukaa na Mungu na kutafakari ukuu wake na kuchuja ujinga wote ambao umeingizwa ulipokuwa umejichanganya na dunia. Huu ni mfumo wa kimungu ambao umewekwa. Kwa ili upate ibada yenye milele, yenye kudumu, lazima uzingatie kitu hiki ambacho nimekisema. Tunapomtambua Mungu kama muumbaji, intelijensia ya kiroho inakukumbusha kwamba Mungu akiwa ni muumbaji kwako, Mungu anakuwa ni chanzo, anakuwa ni source ya kila kitu chako. Kwa hiyo utagundua hakuna kitu utakifanya pasipo huyo Mungu. Na hayo mambo yanakuwa achieved, yanafanikiwa kwa
kuconnect maisha yako na Mungu moja kwa moja kwa njia ya kusafisha bomba la mawasiliano. Kama unatumia fiber, unahakikisha hakuna blockage ya mawasiliano kupitia chombo kinachopitia mawasiliano, haijakatika hapo katikati. Kama unatumia frequency za kawaida, unahakikisha kuna line of sight kati ya chombo chako cha mawasiliano na ile inayotuma frequency kwa maisha yako. Kwa kuwa saa yake ya hukumu imekuja, for the hour of judgment has come. Sio kwamba itakuja, imekuja. Anamaanisha nini? Wanadamu wote katika mfumo wa hukumu ya kimungu hauanzi na kuisha Yesu anapokuja, watu watakapohukumiwa. Unaanza tangu kipindi ambapo Yesu, kwa mfano aliotoa kupitia kitabu cha Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati, ule mfumo wa Old Testament sanctuary, mfumo wa patakatifu wa Agano la Kale, ni kwamba mfumo wa hukumu unaanza yule kuhani mkuu anapotoka chumba cha patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Anapokuwa mle siku ya 10 ya mwezi wa 7, watu wote walikuwa wanazunguka ile eneo la hekalu. Ni siku ya kufunga, anasema itakuwa ni sabato kwenu. Ni siku ya kupeleleza mioyo yao, maana kumbukumbu zinawekwa. Akitoka mle ni ule mbuzi wa Azazeli anachukuliwa, anatamkiwa madhambi yote ya wale watu waliokuwa pale, naenda kutupwa jangwani, a type au mfano wa kutupwa kwa shetani. Kwa tangu Yesu alipoingia kinabii tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 katika chumba cha patakatifu kwa mujibu wa unabii ule mrefu wa miaka 2300 hivi nadhani, wanadamu wote tupo katika hukumu inaendelea. Inaitwa investigative judgment. Inafanyika hukumu ya upelelezi. Maandishi ya maisha yako, mifumo ya maisha yako inakuwa recorded kila hatua. Malaika anachukua kumbukumbu zako mpaka unaingia kaburini. Faili inafungwa. Kwa hiyo watu ambao wana future bora ya kiibada ni watu ambao wanatembea na hii mentality kwamba chochote unachokifanya kinarekodiwa na Bwana, mafaili yetu anayatunza ili niweze kuvuka katika hukumu na kuingia uzimani, ili Warumi 8:1 iweze kutimia kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu. Ni wale wanaotembea wakiwa na consciousness, ufahamu wa kiakili na utambuzi kwamba chochote unachokifanya kinarekodiwa, kwa utaishi makini wa maisha yako. Saa ya hukumu yake imekuja. Kitaalamu inamaanisha mfumo kuwa mfumo wa dunia unafanyiwa audit. CAG wa kimbingu anafanya ukaguzi daily wa maisha yako na kumbukumbu, mafaili yanaandaliwa. Kwa lazima uchezee kwenye namna ya kuandaa takwimu zako ziendane, zitali na takwimu za CAG wa mbinguni, ili Yesu anapokuja usije ukashtukizwa. Na ili kama kuna sehemu unakosa, hesabu zako unazirekebisha. Kama umefanya makosa, unatubu hapo hapo, unaendelea mbele na safari yako. Ili uweze kuwa na kesho bora ya kiibada, lazima uishi kana kwamba muda wote hesabu zako zinakaguliwa. Kwa utakuwa makini kiroho. Hautaishi kufurahisha watu, utaishi kumfurahisha huyo Mungu muumbaji unayemwabudu. Lakini neno hili linatupa ahadi kubwa mbili. Ahadi ya kwanza ni nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu mwenye injili ya milele. Ni ahadi ya ulinzi wa milele. Injili unayoiamini sasa ya Mungu kama ndio muumbaji na chanzo cha kila kitu kwenye maisha yako, ndio injili ya milele itakayofanya mambo yako yaweze kudumu milele. Neno milele au everlasting ni ahadi kwa ujumbe huu na ya nguvu yake, kwamba nguvu ya Mungu haitachakaa. Neno ambalo utalipokea la Mungu linakuahidi kwamba lenyewe halitakuchakaza wala lenyewe halitachakaa. Lakini ukiacha haya mambo ya Mungu, ukaacha neno la Mungu, ukaanza kushika maneno ya watu, maagizo ya wanadamu, wazee wa kidini, vikao vinakaa, masanhedrin wanapitisha vitu, vinakuja wanavishikilia kama ndo neno la Mungu, mapokeo ya wanadamu, ukayashika, hayo yanachakaa na yatakuchakaza.
Watu wanaoishi katika consciousness ya kiibada ya siku za mwisho ni watu ambao wao mzigo wao mkubwa upo katika kuyashika mambo ya milele ya kimungu. Lakini ahadi ya pili ni ahadi ya hekima ya upambanuzi wa kiroho. Katika kitabu cha Mithali 3 mstari wa 13 na wa 14 anasema, heri mtu ule aonaye hekima, au amebarikiwa mtu ule ambaye anaona hekima, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha. Biashara ya kula neno la Mungu na kutafuta hekima na ufahamu wa kimungu ni biashara bora kuliko mtu anayefanya biashara ya fedha. Ni biashara bora, pengine hapa chini naweza kusema, kuliko dhahabu iliyo safi. Ufahamu wa kimungu ni biashara bora kuliko dhahabu iliyo safi. Kimsingi anaposema amebarikiwa, maana yake ni nini? Hii ni ahadi ya matokeo ya kumcha Mungu. Malaika anaposema mcheni Mungu, mcheni Mungu, maana yake mtii Mungu. Mpende sana Mungu kuliko kumkosea, kiasi kwamba uko tayari kumkosea. Maana yake utatumia muda mwingi kuangalia vitu vyake, ahadi zake ndio zitakuwa ahadi zako. Hii neno litakuwa hayo maisha ya kumcha Mungu unayafanya maisha yako kuwa ni biashara iliyo bora kuliko biashara ya dhahabu na fedha. Ukiamua kuwa mtu wa ibada ya kumcha Mungu, utakuwa umeyafanya maisha yako kuwa bora sana, na Bwana ataachilia baraka zisizo za kawaida, baraka zinazoambatana na injili hii ya milele. Mwisho nikupe zile hatua zetu 3 za kuchukua. Tuwezi kuongea mambo mengi haya usiwe na kitu cha kufanya. Na wewe neno la leo linakutaka ufanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza anasema, tune your heart to worship. Rekebisha moyo wako uelekeze katika ibada. Rekebisha mzunguko wako wa ibada. Tune ni kama kuzungusha kale redio. Zamani zile redio zile tulikuwa tunatumia za mbao kwa babu zetu, lazima uzungushe, utafute frequency. Ifike sehemu kama ni Morning Star hii ambayo tunaitumia redio ya Sabato Adventista ulimwenguni, unakazungusha hivi kanafika Radio 1, Radio Free Africa, kanalialia mpaka kanashika vizuri. Wakati kabla teknolojia ya digital communication haijasambaa, tulikuwa tunatumia analog. Unatoka kwenye antena, unashika antena, unazunguka. Nyie mmo ndani mnaangalia TV, jamaa yuko nje anazungusha hapo. Batibati anapoteza. Umeharibu mtu wangu. Rudisha tena. Tune maisha yako yaendane na ibada za kimungu. Achana na ibada zote ambazo ni maagizo ya wanadamu. Zitakuchakaza na zenyewe zinachakaa. Ili uweze kuwa na adabu katika ibada zako, lazima utambue ya kwamba mamlaka ya Mungu na kumcha Mungu na maagizo yake iwe juu ya mipango yako yote. Ukiona umekurupuka, umekimbia kitandani, umeenda kwenye mishemishe moja kwa moja bila kumwabudu Mungu, manake bado kuna shida. Wewe kwako mipango yako iko juu ya heshima yako kwa Mungu wako. Kwa unaishi tu kwa neema tu ya ofa za Mungu, lakini otherwise wewe utakiwa uachwe. Lakini kwa sababu Mungu anatupenda, ametumia fursa jukwaa hili kukukumbusha, rudi kwenye mifumo ya kumtanguliza Mungu katika ibada. Tumia asubuhi yako kurekebisha signal zako za mawasiliano ili upokee taarifa kutoka kwenye seva ya Mungu, taarifa za dhahabu zenye uwezo wa kukufanya uwe imara katika siku yako yote. Lakini jambo la pili, tambua ukaguzi. Acknowledge the audit. Usiwe kama viongozi wetu wa kisiasa au wa kiserikali wengi ambao leo CAG atapita atakagua makablasha, na watu wanajua kabisa taarifa inayokusanywa inapelekwa kwa rais, lakini bado watu wanafanya madudu yale. Wewe usiwe mtu namna hiyo, na mambo yako isiwe namna hiyo. Ni jambo la ajabu kama utaamini hivi vitu afu kaja kukaguliwa na serikali ukakutwa naona matatizo. Kwa sababu gani? Ukiwa ni mtu mwenye kesho ya ibada iliyo njema, lazima uwe ni mtu ambaye unatambua ya kwamba muda wote unaweza ukazukiwa
na unakaguliwa 24/7 na mamlaka ya kimungu. Kwa taarifa zako utaziweka vizuri muda wote. Lakini jambo lingine, ishi kwa uaminifu ukijua kuwa saa ya hukumu imefika. Usifanye mambo kwa siri ukidhani hayaonekani. Unatakiwa uishi kwa misingi ya uwazi mbele za Mungu. Unaweza kuwaficha watu mambo yako, lakini usimfiche Mungu mambo yako, ili uishi katika sehemu hii. Lakini sehemu ya mwisho, spread the signal. Sambaza mawasiliano. Wewe unapompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wako na kuishi misingi hii ya mcheni Mungu na kumtukuza, wewe unaamua kuishi katika misingi ya kugeuka kuwa mnara wa kusambaza habari njema za Mungu. Sapoti mambo matakatifu. Tumia uchumi wako kuhakikisha mambo ya Mungu yanaenda kwa kasi. Maana chochote utakachokifanya kwa ajili ya Mungu, Mungu atafanya zaidi kwa ajili yako. Share habari njema. Waalike watu kwa mambo mema. Unapohudhuria kanisani, tafuta watu wageni ambao wamjui Mungu. Wafurahie, wanunulie vitabu kama hawana fedha kununua vitabu. Shiriki mambo matakatifu. Wezesha katika michango ya kupanga mambo ya Mungu. Kuwa na michango chanya yenye kuhamasisha mambo ya Mungu yanafanikiwa. Ikiwa unasema baada ya haya yote na mimi nimeamua kumtii Mungu na kumcha na kumtukuza. Nimeamua kuacha na mifumo yote ya tradition ya dini za kibinadamu na maagizo ya binadamu. Ninarudi kwenye maagizo ya kumcha Mungu na kumtukuza. Pia unasema katika siku za mwisho kuna confusion, kuna michanganyiko mingi sana. Unasema ninaomba Mungu nisaidie frequency za mawasiliano yangu ziendane na matakwa yako ya kimungu. Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako. Ninakushukuru kwa kuwa unatupenda na umeruhusu tupokee neno lako la leo. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukamsaidie mtoto wako huyu mzuri. Anapopokea maneno haya na kuangalia maisha yake na kuona amepungua, ibada zake zimekufa, ameanza kuabudu kufuata maelekezo ya watu. Lakini wewe Mungu unayemjua kutoka ndani ya moyo, unajua jinsi Roho wako alivyomgusa kupitia neno hili, naye ameamua kuanza upya. Mjaze nguvu kutoka mbinguni. Mjaze nguvu kutoka mbinguni. Roho wako awe juu yake. Ukamuimarishe Bwana. Akaiishi injili ya milele. Akaishi akitambua yuko chini ya ukaguzi wa kimungu kila sekunde. Bwana akaishi sana mapenzi yako. Yale madhambi ambayo ameyafanya kwa muda mrefu yamemng'ang'ania, Mungu muokoe kwayo. Katika jina la Yesu ninaomba utukufu wako Bwana ukawe juu yake siku zote za maisha yake. Katika jina la Yesu. Amen.